Kwa kilichotokea kwa Tanzania Oktoba 29 na kuendelea, nadhani kila mtu anakifahamu na kila mtu amekipokea kwa masikitiko na kwa uzito mkubwa sana. Watanzania wengi walikuwa wakiwalalamikia masuperstar kutokea nchini humu, wasanii, waigizaji na watu ambao wana nafasi kubwa katika jamii, ambao walitakiwa kuwa sauti kubwa kwa Watanzania, sauti kubwa kwa watu wa hali ya chini, kwa sababu wao pia wametoka katika hali hizo za chini, hali duni, na pia wamekuwa wakisapotiwa kwa kiasi kikubwa na watu ambao wametoka katika hali hizo duni, na maanisha Watanzania wa kawaida kabisa. Na moja kati ya mtu ambaye kwa kiasi kikubwa watu walikuwa wakimlalamikia ni nyota mwanamuziki Diamond Platnumz, ambaye anatajwa kama msanii nambari 1 kutoka Tanzania na msanii mwenye ushawishi mkubwa zaidi. Wengi walikuwa wakishangazwa kwa yeye kutokusema lolote kipindi hiki. Tanzania ilipitia lockdown ya mtandao, lakini pia Watanzania walikuwa wakitakiwa kukaa ndani, kwa hiyo vitu vingi vilikuwa kimya. Na mara baada ya mtandao kuachiwa na vitu kuanza kurudi katika hali ya kawaida, watu wamekuwa wakisukuma mawe mengi kwa watu maarufu, wakidai kwamba hata hili hawataki kuliongelea kwa lolote. Na katika pita kwenye mitandao, Diamond amezungumza kwa mara ya kwanza kwa kuandika ujumbe ambao ameuacha kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nitakusomea alichokiandika Diamond. Diamond ameandika, Mwenyezi Mungu ndio mpanga wa yote na hapajatokea jambo pasipo yeye kutaka. Kila jambo hutokea kwa sababu. Inshallah, na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka kubwa kwa taifa letu. Atujalie amani zaidi ya tuliyokuwa nayo mwanzo. Atujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano, kupendana, maendeleo, na zilaze roho za waliotangulia mahala pema peponi. Akaweka na emoji ya kushukuru, kopa na bendera ya Tanzania. Sasa mimi nikasema nikupitishe kwenye mawazo ya Watanzania kadhaa ambao lazima watakuwa wamecomment kwenye ukurasa wake, kuona Watanzania wamepokeaje ujumbe wa superstar Diamond. Kuna huyu anaitwa King Ziva, anasema we mpongeze tu unayemshabikia, jamii ushaikataa kitambo tu. Kuna mwingine anasema wanaojaza show zenu ndo tuliojaza mortuary, akaweka emoji za kulia, kopa lililovunjika, heartbroken emoji pamoja na mkono wa kushukuru. Kuna huyu anasema amen, inshallah, amen. Kuna mtu anasema such an insensitive post, clearly confirm low IQ. Nikikutafsiria anasema hii ni moja kati ya post ambayo haina mashiko kabisa. Ni wazi kwamba inaonyesha IQ ndogo, uwezo mdogo wa kufikiri. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Kuna huyu amemtag Muna Love, Mange Kimambi, Vanessa Mdee na Nifa are the only true Tanzania celebrity. They have been posting and sympathizing with their country. The rest bunch of failures. Akiwa anamaanisha kwamba Muna Love, Mange Kimambi, Vanessa Mdee na Nifa ndo Watanzania pekee maarufu ambao walikuwa wanaposti na kuwapa moyo na kuwapa tumaini wa Tanzania, ila wengine wote walifeli katika hili. Kuna wanasema sasa hivi ndo unakumbuka kuwa kuna Watanzania, au tuendeleze kufanya kazi hata kama hela hazitoshi bro. Raia wamekufa wengi wakidai halali yao. Tusiabudu hela kwa utu wa watu. Rushwa zinaishia dunia. Kuna mwingine amesema Mungu ndo alikuwa anafiatua zile risasi, sio bro. Endeleeni kupongezana, hopo mmefurahi sasa. Ungeonesha msimamo tangu mwanzo, lakini sasa we mnafiki tu. Nataka nimalizie na huyu anaitwa Ana Fashion TZ, anasema hey, we don't care. Ungekaa kimya tu, maana still post yako haina maana yoyote wala kukemea chochote. Unahubiri amani isiyo na haki. Leo trash. Kaweka vile vialama vya dustbin kwamba ujumbe wako tunaweza tukautupa pembeni hapa. Okay, haya ni maoni ya Watanzania kwa posti ya Diamond Platnumz ya kuwatia pole na kusisitiza amani kwa Watanzania. Utakuwa na kusema pia, lakini pia usisahau kulike, comment, kushare na kusubscribe Mtito Media. Kwa heri.